asipokulinda, Biblia inasema naye kesha anafanya kazi bure. Mungu asipojenga mji, anayejenga anafanya kazi bure. So we need to trust in God, to put our trust in God, because when we put our trust in God, we shall never forget to thank Him for levels and the things that He does in our lives. Stand on your feet as we appreciate. Miujiza iwe juu yenu. Ni furaha ya Mungu kuona watu wa Mungu wakiinuka from one level to another. Biashara zenu zile umekuja kupartner na ndugu yetu, na Mungu apartner na biashara yako. Nasema ukitoka hapa, Mungu apartner na biashara yako, apartner na kazi yako, apartner na nyumba yako, na usibaki mtu wa kawaida. Inua mikono yako miwili, mwambie Bwana asante. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Fungua kinywa chako kwa maneno yako, mwambie asante kwa kunipenda. Asante Bwana kwa kunipatia ushindi. Asante Bwana kwa sababu ya neema yako. Mambo haya matatu mshukuru Mungu. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana nakushukuru kwa unfailing love yako Mungu. Umenipenda hata nilipokuwa mwenye dhambi. Umenipenda na hali yangu. Umenipenda na tabia yangu. Umenifadhili nikiwa vile nilivyo. Asante. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Acknowledge you. Alfa na Omega. Tambue ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. Sasa twasema asante. Twasema asante. Sisi twasema asante. Ewe Mungu wangu. Baba uliye mbinguni, ulikuweko zamani na leo unaishi na milele utakuwa Mungu. Kabla ya msingi ya dunia kuwepo, ulijua kutakuwepo na shule ambayo Bwana itafanya maajabu. Kabla msingi ya dunia kuwepo, ulijua kutakuwa na hii college ambayo itakuwa hapa na itafanya maajabu. Ni ombi langu Mungu ukaestablish mahali hapa. Wewe Mungu ukaestablish kitu hakiwezi kufilisika wala kufa, maana wewe ndio mfadhili wa kila jambo. Na kuomba tu kwa unyenyekevu. Nikuona Mungu ulipoanzisha kanisa miaka 14 iliyopita tukiwa watu 7. Na leo umetuimarisha tumefika watu 700. Sifa na utukufu zibaki kwako. Nasema yale umewahi tenda kwangu kwa miaka 14 yaanze kufanyika hapa. Yafanyike kwa miaka 2 tu peke yake. Yawe yamefanyika mambo yasiyo kawaida. Na transfer uwepo wa Mungu katika institution hii. Na transfer the grace that I'm carrying upon my life into this institution. In the name of Jesus, the Lord, they shall experience your favor, your grace operating in this college. In the name of Jesus, I silence now miungu ya mababu, miungu ya ukoo, miungu ya vizazi ya kwanza, vya pili, vya tatu na 4. Sema katika neno lako kitabu cha Ezekiel 18 mstari wa 1. Imekuaje mkatumia methali hii katika Israeli, ya kwamba baba wamekula zabibu mbichi, watoto wakashikwa na ganzi la meno. Nami natangaza Mungu,
ya kwamba mahali hapa wazazi waliondoka kabla hawajaona vision hii ikitimia, lakini Mungu, kijana huyu na mke wake na familia yake hawataondoka pasipo maono haya kutimia. Bwana wa majeshi umesema mzazi mwema, baba mwema ni yule anaacha urithi kwa wana wa wanawake. Naomba ifanyike mahali hapa kwa utukufu wako, na dedicate nyumba hii mikononi mwako, iwe yako kuanzia sasa. Na tukiwa katika hali hiyo, tutamwomba director atembeze tu ni dedicate dakika moja, wakati mama atatuongoza katika worship ili dedicate jengo hili kwa kutuendelea kumwabudu Mungu pamoja. Asante ewe Mungu, natamani nikuone uso wako, kile zambe wa moyo, upe mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Mwambie umebarikiwa kwa jina la Yesu. Twin body naenda juu kwa jina la Yesu. Watoto wetu waongezeke kwa jina la Yesu. Kile zambe wa moyo, kile zambe wa moyo. 1, 2, 3, 4. Amen. Bwana Yesu apewe sifa.